Hello, habari. Kwa majina mimi naitwa Dr. Mary. Mimi ni mtabibu wa mitishamba pamoja na tiba asili na mambo yote ya asili pamoja na mila na desturi za Kiafrika na kujua mambo yote ya kiroho pamoja na ya kiasili. Karibu sana mpendwa mtazamaji katika chaneli yangu. Kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, na kuomba subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zangu za tiba. Pale ambapo natoa darasa, basi darasa hili likufikie ili uweze kulitazama kwa muda sahihi. Hapo unaiona katika picha, huo ni mti wa mkunde pori. Mkunde pori una kazi nyingi sana za kiroho pamoja na mwili wa kiasili pamoja na mambo yote ya tiba asili. Mkunde pori kuanzia majani, kuanzia miti yake pamoja na mizizi yake, wote unatumika katika changamoto zote za uzazi kwa mwanamke na kwa mwanaume. Hapa leo naenda kukuzungumzia namna ya kutibu changamoto ya ngiri. Ikiwa wewe ni mwanaume na unasumbuliwa na ngiri ya muda mrefu, basi sikiliza darasa hili kwa muda ambao mpaka uishe ili uweze kujifunza na kuelewa zaidi na zaidi. Na pia darasa hili linahusu mtu yoyote. Ikiwa wewe dini yako ni Mkristo, Muislamu, mpagani, mtu yoyote unakaribishwa katika darasa hili ili ujifunze mambo ya miti pamoja na asili. Mpendwa mtazamaji, video hii itazame mpaka mwisho. Ikiwa wewe changamoto yako ni ngiri, umesumbuliwa na ngiri ya muda mrefu na hujui unaitatuaje, wewe ni mwanaume umehangaika kwa muda mrefu, cha kwanza kabisa unatakiwa utafute mmea unaitwa mkunde pori. Mkunde pori iko mingi sana, imeenea kila mahali. Yaani hii miti huwezi kuikosa. Iko bara, iko pwani, iko kila nchi. Mkunde pori ni mmea ambao unaota katika maeneo ya karibu na nyumbani. Unaweza ukaupata kwenye mabonde yanapopita maji, mbugani. Huu unaota sehemu nyingi sana. Mkunde pori unasaidia masuala ya uzazi kwa wanawake na kwa wanaume. Hapa leo nakufundisha namna ya kutatua changamoto ya ngiri hasa kwa mwanaume. Utachuma mkunde pori kama ulivyo, kuanzia shina unauvuta wote, kuanzia shina pamoja na majani yake unatakiwa uchukue ulivyo na kuuchemsha. Unaweza ukauchemsha na kwa ajili ya kupata maji yake ili kwa ajili ya kutumia kwa muda wa siku 21 kwa ajili ya kutibu tatizo lako la ngiri. Lakini pia unaweza kutumia juisi yake, ukasaga juisi yake, ukakatakata vipande vidogo vidogo, ukaweka kwenye blender na ukasaga ili upate juisi yake, ambapo utachuja ili kupata ile juisi yake ambayo ni smooth, ambayo ni haina takataka. Utakuwa unakunywa asubuhi na jioni kwa muda wa siku 21. Na hata kama utaichemsha dawa hii, utatumia kutwa mara 2 kwa muda wa siku 21. Utaona kabisa maumivu ya tumbo ambayo yalikuwa yanakusumbua kwa muda mrefu yataisha na utaendelea kuimarika afya yako. Na pili, utakuwa umetibu maradhi mengi sana katika mwili. Kama wewe unasumbuliwa labda na majini, unaweza kutumia mkunde pori kuchemsha na kujifusha. Kama wewe ni mwanaume unaingiliwa na majini mahaba, au unakuwa wewe ni mtu wa kuota ndoto mbaya usingizini, utachukua mkunde pori, majani yake utachemsha, utajifusha na utaoga. Lakini pia huu mkunde pori unaweza ukaukausha katika jua, ukausaga upata unga wake. Unga wake huo utakuwa unajifusha. Unaweka kwenye moto na kujifusha kwa ajili ya kuinua
mwili na nuru ya mwili, kuondoa negativity katika mwili wako, kuondoa hewa chafu, kuondoa nuksi na mambo yote yanayoleta madhara katika kiroho na mwili wa kiroho. Kwa hizo ndo sifa za mmea wa mkunde pori. Mkunde pori unatibu mambo mengi sana sana sana. Kwa hapa nimeelezea kwa changamoto ya ngiri. Kutokana na kipindi ambacho tunaelekea ni kipindi cha baridi, basi unaweza ukapata suluhisho kwa kutumia mkunde pori ili kuweza kutibu changamoto yako. Kama wewe umesumbuliwa kwa muda mrefu na umekosa tiba ya tatizo lako, hasa kwa wanaume, hiyo ndo faida za mkunde pori. Mkunde pori ni mmea ambao mimi naupenda sana kwa kweli. Kwa hiyo mkunde pori utumie vizuri, usitumie nusu. Faida ya kutibu changamoto yako, unatakiwa utumie dawa kwa muda mrefu. Siri ya kupona changamoto, unatakiwa utumie dawa kwa muda mrefu. Hapo ndo utaweza kupata suluhisho lako vizuri na hutaweza kuamini kabisa. Kulingana na wengi, wanatumia miti lakini hawaponi. Mtu namwambia chukua hiki, changanya, tumia kwa siku 14, tumia kwa siku 10, tumia siku 7, lakini anaishia siku 3, siku 4 anaacha. Tiba yoyote lazima uchukue muda mrefu, kwa sababu ugonjwa ukiingia kwenye mwili kutoka sio rahisi. Unatakiwa utumie kwa muda mrefu ili uweze kupata matokeo sahihi. Faida ndo hizo katika kutumia tiba kwa muda mrefu. Naitwa Dr. Mary. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, na kuomba share, like na kucomment, na pia usubscribe, share kwenye magrupu, share kwa marafiki, tuweze kupata suluhisho na kusaidiana katika elimu za miti na dawa asili. Naitwa Dr. Mary na kukaribisha sana. Either una changamoto yoyote kuhusiana na maisha yako, kuhusiana na mwili wako, unaweza ukanitafuta kwa kutumia alama kujumlisha 255 787 23 20 81. Kwa changamoto yoyote, ushauri wa tiba asili, basi utanipata kwenye namba hizo hapo ambazo nimekutajia, mpendwa mtazamaji. Karibu sana na nashukuru sana kwa kutazama video hii mpaka mwisho, na